Hujambo msikilizaji na habari za wakati huu popote pale unaposikiliza matangazo haya. Karibu katika Mseto leo, na leo ni Ijumaa ya Mei 16 ya mwaka 2025. Karibu katika makala ya Duru Zetu Alasiri, makala inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi na maoni. Mimi ni Laurent Gervas na tulionayo katika makala haya ya Duru Zetu Alasiri. Serikali imesema imezifungia laini za simu 47,728 na namba 39,28 za vitambulisho vya taifa NIDA baada ya kugundulika zimehusika katika matukio ya uhalifu wa kimtandao. Halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita imepokea jumla ya hoja 101,028 kwa ajili ya kuchanja. Kumradhi, Halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita imepokea jumla ya chanjo 101,028 kwa ajili ya kuchanja mifugo mbalimbali. Na kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kuheshimiwa kwa utu wa uhamiaji kote ulimwenguni. Maoni yako kwa taarifa utakazozisikiliza katika makala haya kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, na maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Naam, tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Serikali imesema imebaini na kuzifungia laini za simu 47,728 pamoja na namba 39,28 za vitambulisho vya taifa NIDA baada ya kugundulika zimehusika katika matukio ya uhalifu wa kimtandao na udanganyifu kwa njia ya mawasiliano. Hayo yameelezwa leo na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Jelisla wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za kuimarisha usalama wa sekta ya mawasiliano na kudhibiti matumizi mabaya ya teknolojia, hasa kwa kutumia majina ya watu wengine au vielelezo feki kutenda uhalifu. Aidha, Waziri Silaha amesema serikali kupitia mamlaka husika imefanya ukaguzi na ufuatiliaji wa mikongo ya mawasiliano na miundombinu ya watoa huduma katika mikoa yote 30 ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar kwa lengo la kuhakikisha ufanisi wa usalama wa huduma za mawasiliano. Halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita imepokea jumla ya chanjo 101,028 kwa ajili ya kuchanja mifugo mbalimbali wakiwemo mbwa ili kuepusha na tatizo la kichaa. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya hiyo Bwana Mandia Kihio ameeleza hayo katika kikao maalum kilichowakutanisha watumishi wa halmashauri na baadhi ya madiwani wanaounda kamati ya afya, elimu na maji. Amesema sambamba na kupokea chanjo hizo kwa ajili ya mifugo, bado wanaendelea kutekeleza mpango wa kuwaua mbwa wanaozagaa mitaani na kung'ata wananchi, huku kila mfugaji akitakiwa kumfuga mbwa wake bandani. Baadhi ya wakazi wa kata ya Buseresere, Sebastian Charles, Bario Tobias na Manguya Johnny wameiomba halmashauri pia kuelekeza zoezi la kuwaua mbwa wanaozagaa mitaani katika kata yao kutokana na uwepo wa idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa na mbwa hao. Imeelezwa kuwa ujio wa wakimbizi mkoani Kigoma umeacha athari katika maeneo ya misitu kutokana na ukataji wa miti kwa ajili ya shughuli za binadamu ikiwemo utengenezaji wa mkaa na makazi. Mkuu wa mkoa huo Tobias Ndengenye amesema hayo wakati wa uzinduzi wa mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambapo zaidi ya shilingi bilioni 50 zitatumika kurejesha uoto asili uliopotea.
Kwa hiyo mradi huu unalenga kwenda kurudisha uoto wetu wa asili uliokuwepo ambao umetoweka au unakaribia kutoweka kutokana na kukosekana kwa miti iliyokuwepo hapo awali, miti ambayo imekatwa kwa ajili ya kutumiwa na wenzetu. Lakini pia tunaenda kuleta elimu pia kwa watu wetu juu ya utunzaji wa mazingira. Mkurugenzi wa mazingira ofisi ya makamu wa rais Kemilembe Mutasa amesema katika mkakati wa utunzaji wa mazingira wa mwaka 2021-2026 mradi huo utajikita katika kuibua mipango itakayowezesha jamii kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huo unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania, shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP na shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Utatekelezwa kwa miaka 5 katika wilaya 3 za mkoa wa Kigoma, Kakonko, Kibondo na Kasulu. Na sasa ni habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya ndani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Jacquemain Shaban, amelishutumu kundi la waasi wa M23 kuwaua watu 107 na zaidi ya 4,000 hawajulikani walipo katika mji wa Goma. Waziri Shaban amesema kundi la waasi wa M23 lilifanya misako tangu tarehe 4 hadi 14 ya mwezi huu katika kata za Ndosho, Majengo, Mugunga mjini pamoja na Goma, tarafa ya Misisi, lakini pia katika miji ya Sake na Kimoka ambako baadhi ya raia wameuawa na wengine hawajulikani walipo. Katika tangazo alilolitoa waziri huyo amesema vijana hao zaidi ya 4,000 wamekamatwa na kulazimishwa kujiunga na mafunzo ya kijeshi kwenye kambi ya Mugunga inayomilikiwa na M23. Hata hivyo, uongozi wa M23 umekanusha madai hayo na kueleza kuwa watu ambao walikamatwa kwenye misako hiyo ni askari wa jeshi wa taifa 18, polisi 9, wazalendo 34, waasi wa FDLR 17 na raia wa Rwanda 181 waliokuwa wakiishi kinyume cha sheria katika mji wa Goma na tarafa ya Masisi. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 ametoa wito wa kuheshimiwa utu wa wahamiaji kote ulimwenguni na kuyarai mataifa kusitisha uundwaji wa silaha na badala yake yapigie debe juhudi za kuwepo amani. Papa Leo ametoa kauli hiyo leo kwenye hotuba yake mbele ya mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao kwenye makao makuu ya kanisa Katoliki mjini Vatican. Hotuba hiyo imejikita kwenye masuala ya amani, haki, uhuru wa kuabudu na umuhimu wa diplomasia na kugusia masuala ya kijamii kama msimamo wa kanisa dhidi ya utoaji mimba na wajibu wake katika kukomesha uovu. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani amesema ni muhimu kuwaonesha huruma na mshikamano watu waliopoteza makazi na wale wanaotafuta hifadhi maeneo mengine. Waza Wazua. Msikilizaji, usiketi meza ya wanaozungumza kuhusu wengine, kwa sababu utakapoinuka wewe utakuwa mada inayofuata. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @radiokwizera.fm, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Lakini ninakukumbusha wewe msikilizaji uliyepo mkoani Geita, kwa sasa unatupata kupitia masafa ya 97.7. Taarifa ya habari imesoma kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri. Msikilizaji, habari kuu leo hii.
Serikali imesema imezifungia laini za simu 47,728 na namba 39,028 za vitambulisho vya taifa NIDA baada ya kugundulika zimehusika katika matukio ya uhalifu wa kimtandao. Halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita imepokea jumla ya chanjo 100,028 kwa ajili ya kuchanja mifugo mbalimbali. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kuheshimiwa utu wa wahamiaji kote ulimwenguni. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Kwizera FM kikutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Kwa upande wa wakati hivi sasa ni saa 10 na dakika 13 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9 na dakika 13 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi, akinifuata taarifa zetu. Msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kututumia maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 na maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Na sasa msikilizaji, katika uchambuzi wa taarifa zetu tunaanzia pale nchini Libya, ambako huko tunafahamishwa kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto ulimwenguni UNICEF limesema kwamba kuna kuongezeka ghasia hivi sasa katika taifa hilo kunaweka watoto karibu nusu milioni kutumbukia katika hatari ya kupoteza maisha. Sehemu moja ya taarifa ya shirika hilo la Umoja wa Mataifa imesema kwamba UNICEF imeripoti kwamba watoto wa familia na wafanyakazi wa matibabu waliokwama hospitalini kwa masaa kadhaa, ikiwa ni pamoja na ndani ya hospitali ya watoto ya Ali Jala wakati wa mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo la Libya. Kwa saa kadhaa sasa, wahudumu na huduma za dharura zimekwama kufikishwa katika vituo ambavyo vinaonekana kuzingirwa katika mashambulizi mbalimbali yanayoendelea ndani ya taifa hilo la Libya. Msikilizaji, katika kutazama mustakabali wa watoto hawa ambao wanatajwa kuwa kwenye hatari kubwa katika mizozo hii ambayo inaendelea ndani ya taifa la Libya, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Mberwa Petro ili kupata mtazamo wake. Kwanza, haya ambayo yanaendelea Libya yana kumbukumbu zipi kwenye taifa hilo? Ni kweli tangu tarehe 17 mwezi Februari mwaka 2011 utawala wa Muammar Gaddafi uliodumu kwa miaka 40 ulikoma baada ya waandamanaji walioungwa mkono na jeshi la NATO kumpindua mzee huyu ambaye alikuwa ametawala nchi hiyo ya Libya tangu tarehe mwezi Septemba mwaka 1969. Tangu wakati huo nchi hiyo ya Libya imeendelea kuwa katika machafuko. Changamoto za kiusalama zimekuwa ni za kawaida katika nchi hiyo, ambapo mwaka 2014 nchi iligawanywa katika vipande viwili. Kipande kimoja kikiwa chini ya Abdul Hamid Dbeibeh kwa sasa, ambaye ni waziri mkuu. Yeye yupo upande wa magharibi na huyu anatambuliwa na Umoja wa Mataifa kwenye na serikali yake ya umoja wa kitaifa, ambapo wao wako mjini Tripoli. Lakini pia upande wa mashariki ulijitenga kwa kile kilichodaiwa na mbabe wa kivita Jenerali Khalifa Haftar kuamini anaweza akaleta suluhu ya kiusalama katika nchi hiyo, na wao wako kwenye mji wa Benghazi. Kinachoendelea sasa ni kuna nchi zinajipenyeza hapo. Nchi ya Misri imekuwa inamuunga mkono huyu mbabe wa kivita Khalifa Haftar, lakini nchi ya Uturuki pamoja na Urusi zinajaribu kujipenyeza humo, kuonyesha kwamba zinahitaji ushawishi wa baadaye kwa kuiunga mkono serikali iliyopo madarakani na inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa ya waziri mkuu Abdul Hamid Dbeibeh. Naam, Bwana Mberwa Petro, umeashiria vyema kabisa kiini na mzozo huu wa Libya kwa namna unavyoendelea. Na ripoti ya shirika la kuhudumia watoto ulimwenguni imeashiria kwamba watoto nusu milioni wako katika hatari zaidi kwenye taifa hili la Libya. Kama watoto ambao tunawatazama ni viongozi wa taifa la kesho, wanapokutana na kadhia na mzozo huu wa kivita,
taifa hili linaelekea wapi? Linakwenda ambako tusingetegemea. Leo damu ziko zinamwagika. Tangu Jumatatu ya wiki hii risasi zilipoanza kurindima kwa kile kilichodaiwa kwamba kiongozi wa kundi la kikosi cha vita cha usaidizi wa serikali hiyo alipouliwa. Sasa hospitali zinazohudumia watoto ikiwemo hii ya hapo mjini Tripoli ya Al-Jala haijapokea misaada ya dharura ya kimatibabu inayoingia wala kutoka. Kwa hiyo wahudumu wako wanalalama kwamba hawana miundombinu ya kuhudumia watoto. Tutegemee watoto zaidi ya 500,000 waliotajwa kwenye ripoti ya UNICEF kwenda kupata tabu zaidi za kimatibabu na hatimaye kuvunja yale makubaliano ya Umoja wa Mataifa ya kuheshimu haki za binadamu katika nchi hiyo. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Mberwa Petro, tukiangazia hali tete ambayo inaendelea katika taifa la Libya, msikilizaji. Na sasa tuelekee pale nchini Uganda ambapo serikali ya Uganda iliwasilisha rasmi mswada wa unaolenga kuipa mahakama ya kijeshi mamlaka ya kikatiba ya kusikiliza kesi dhidi ya raia wa kawaida. Mapema mwaka huu mahakama ya juu ya nchi hiyo ilitoa uamuzi wa kupiga marufuku mahakama ya kijeshi dhidi ya kusikiliza kesi za raia. Mswada wa marekebisho juu ya sheria ya kijeshi UPDF kwa mwaka 2025 kwa mara ya kwanza umesomwa bungeni wiki hii na waziri wa ulinzi wa Uganda Jacob Botboti. Mswada huo wenye kurasa 144 unanuia kufanya marekebisho katika sheria ya jeshi la UPDF lililopitishwa mwaka 2005 na unalenga pia kuhalalisha mahakama ya kijeshi katika kusikiliza kesi dhidi ya raia wa kawaida ambao watapatikana na hatia, ikiwa ni pamoja na kumiliki silaha kinyume cha sheria. Kwenye laini ya simu hapa nipo na wakili na mchambuzi masuala ya kisiasa pamoja na mambo ya kisheria Bwana Rogers Edward Mbonimpa kutoka jijini Dar es Salaam. Naam, karibu sana Bwana Rogers. Tuzungumze na tuangazie swala hili ambalo linaendelea kule nchini Uganda baada ya serikali kuwasilisha mswada wa sheria ya kutaka hata raia wa kawaida kushtakiwa kwenye mahakama ya kijeshi. Mswada huu, iwapo bunge litaidhinisha na kuwa sheria, hii itakuwa na madhara gani kwa raia? Asante sana mtangazaji Gelvas. Endapo mswada huu utawasilishwa na kupitishwa katika bunge la Uganda, madhara yatakuwa ni makubwa kwa Waganda, lakini pia itajenga mtizamo au kuleta hamasa mbaya katika kanda yetu ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kwa sababu ukitizama moja ya mambo yanayozungumzwa kupitishwa katika mswada huo ni kuruhusu mahakama ya kijeshi kuweza kuwashtaki wananchi baadhi ambao wanaweza kukutwa na makosa kama umiliki wa silaha kinyume cha sheria ama isivyo, lakini pia kukutwa labda na vifaa au mambo mengine yanayohusiana na jeshi. Kwa hiyo waweze kushtakiwa kwa makosa kama hayo, lakini pia mambo kama mauaji, ambayo mauaji hata kama ni mauaji ya raia kwa raia waweze kushtakiwa katika mahakama za kijeshi, lakini pia jambazi. Umegusia kwamba huenda pia ikawa ni njia mojawapo ya kutaka kuangalia namna ya kuweka mbinyo kwa upande wa upinzani. Tunakumbuka mwezi Januari Kizza Besigye ambaye amekuwa ni mpinzani na mkosoaji mkubwa wa serikali alishikiliwa na kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya kijeshi, ambapo mahakama sasa ya mahakama kuu ya nchini Uganda ilipiga marufuku na kuomba arudishwe kushtakiwa katika mahakama za kiraia za kawaida. Pengine huu mswada ambao unapelekwa bungeni ni mahususi kutokana na kile ambacho kilifanyika mwezi Januari? Kwa sababu inaonekana wazi kwamba mwezi Januari jambo lile liligonga mwamba la kumshtaki mwanasiasa wa chama FDC kwa maana ya Forum for Democratic Change Kanali Dr. Kizza Besigye katika mahakama ya kijeshi, lakini mahakama ya juu ya Uganda the Supreme Court ikasema kwamba kumshtaki raia katika mahakama ya kijeshi ni kinyume cha katiba ya Uganda. Sasa tunaweza kuona hapo kwamba kama mahakama ya juu ilikataa kitendo hicho na kuona ni batili na kinakinzana na katiba ya Uganda, alafu unapelekwa mswada wa kutaka sasa
unapelekwa mswada wa kutaka sasa raia waweze kushtakiwa katika mahakama za kijeshi, bado unaona bado ni kiu ile ya kunyima uhuru. Naam, ni wakili huyo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kisheria Bwana Rogers Edward Mbonimpa, nikizungumza naye moja kwa moja hapa na kuhusiana na kitu hiki ambacho kinaendelea pale nchini Uganda baada ya serikali kuwasilisha mswada bungeni wa kuitaka mahakama ya kijeshi kupewa ridhaa ya kuwashtaki pia raia wa kawaida katika mahakama ya kijeshi. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara. Tunaungana na Amina Semagogwa. Tunapongeza msikilizaji, tunakuomba radhi kwa taarifa hiyo, na sasa tunaweka mambo sawa. Tutarejea hivi punde. Msikilizaji, kubwa zaidi endelea kututumia maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Endelea kusikiliza Radio Kwizera FM msikilizaji. Moja kwa moja sasa msikilizaji, tuangazie ujumbe wako ambao umeutuma hapa, na nianze na maoni yake. Huyu si mwingine hapa, anasema naitwa Bahati Yosam kutoka maeneo ya Benako Ngara, Kagera, Tanzania. Anasema hakika hao wanaosajili laini mitaani, anasema yawezekana wao ikawa ndio tatizo la kuwepo kwa namba nyingi za simu ambazo zinaleta changamoto na kusababisha uhalifu wa kimtandao. Huyu anasema kwa kweli ninaomba sana mamlaka ziendelee kufuatilia hawa wezi wa mitandao wanatunyanyasa sana. Anasema niko pamoja nanyi, Mungu awabariki sana ndugu zanguni. Haya, asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Huyu anasema anaitwa Lazaro Mwangali. Kwa sasa anasema yuko maeneo ya Geita. Anasema serikali iongeze juhudi zaidi za kukazia hao wanao ibia watu kupitia mitandao ya simu. Anasema ni vyema zaidi mambo yakaendelea kushughulikiwa. Anasema natupata kupitia 97.7 Geita. Anasema pamoja sana. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusalia nasi. Na sasa tuangazie taarifa nyingine msikilizaji, kwamba amri jeshi mkuu wa jeshi la DRC Luteni Jenerali Julius Banza Mwailambwe amesema amewasili katika mji wa Uvira, mkoa wa Kivu Kusini, kwa lengo la kuimarisha jeshi na kukagua hali ya usalama mashariki mwa DRC. Kwenye ziara hiyo, Luteni Jenerali Mwilambwe amepongeza serikali ya mkoa na jitihada ambazo zinaendelea katika kuimarisha usalama kwenye eneo hilo. Tunapongeza ujio wake kwa kuwa wakati kama na huu wa msukosuko, kuona chef d'etat major general wa nchi ya Kongo anafika kama vile mji mkuu wa Kivu ya Kusini kwa muda Uvira, inatupa nguvu, kwa kuwa siku hizi chache zilizopita tulikuwa katika mawasiwasi ya kusema kama M23 wanajikusanya kusudi wachukue mji wa Uvira na waendelee mpaka Kalemi. Lakini kufika kwake Uvira tunapata pongezi na kuona tuna nguvu. Tunashukuru sana ujio wake na tunategemea mambo mazuri, kwa sababu ujio wake unatupa faraja sana. Kufuatana na ujio wa majeshi wa Kongo kufika pale Uvira, kweli tunaangalia condition de vie ya wale wazalendo na FARDC beneviko kuligne de front, kama itajameliore itakuwa ya mzuri au itakuwa tu mwa ile, na kama wanabakia mwa ile system yenye walikutaniwa mwayo, manake donc hakuna kia mzuri kena alikuwa kufanya vile kisa nakuya batameliore kitu kama yake nikaonekane ka utafauti na paraporo gisi walikuwa wanaishi, na kama vikukua donc hakuna kena alikuwa kufanya kia mzuri kubali beneviko kuligne de front. Naam, ni maoni na pongezi hizo za wananchi ambao wamepongeza kiongozi huyo wa kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufika katika maeneo yao ambayo yana changamoto za kiusalama. Na sasa ni wasaa wa Duru Michezoni, tunaungana na Marco Pastori.
kwa moja ni wasaa wa duru michezoni. Marco Pastori, habari ya wakati huu? Asante, salama sana, na nayo machache kwa kufahamisha hapa katika duru michezoni. Naam. Na miongoni mwa hayo ni kuhusiana na ubingwa ambao jana Barcelona wameutwaa. Wanakuambia ukitaka kusikia furaha ya ubingwa basi waulize Barcelona. Kwa nini? Yote hayo ni kwa sababu imepambania sana kuhakikisha wanapata huu ubingwa, na walikuwa wakifukuzana na Real Madrid. Na jana katika michezo ambayo imepigwa kule Uhispania katika La Liga, Osasuna alishinda bao 2-0 mbele ya Atletico Madrid. Rayo Vallecano walitoka 2-2. Barcelona alishinda bao 2-0, lakini pia Athletic Club naye alishinda bao 2-0 mbele ya Getafe. Sawa, lakini hii leo pale EPL Aston Villa atakuwa akikipiga na Tottenham Hotspur majira ya saa 3:30. Hal kadhalika Chelsea atakuwa akicheza na Manchester United saa 4:15. Lakini bila kusahau mambo yanaendelea kunoga. Naam. Kuhusiana na Simba kwamba itakuwaje, mambo yakoje, uwanja ambao wanahitajika kuchezea itakuwaje. Lakini mashabiki wametulizwa na timu yao wenyewe wameambiwa tulieni, msubiri mpaka mechi hii ya kwanza hii iishe. Yaweza kuwa ni mind game. Okay. Shukrani sana. Shukrani pia. Naam, kwa taarifa hizo za kimichezo msikilizaji, nakamilisha makala haya ya duru zetu la siri. Habari kuu tulizokuletea hii leo ni pamoja na serikali imesema imezifungia jumla ya laini za simu 47,728 na namba 39,028 za vitambulisho vya taifa NIDA baada ya kugundulika zimehusika katika matukio ya uhalifu wa kimtandao. Halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita imepokea jumla ya chanjo 100,028 kwa ajili ya kuchanja mifugo mbalimbali. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kuheshimiwa utu wa wahamiaji kote ulimwenguni. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa nasi, na hapo ndio mwisho wa makala haya ya duru zetu alasiri. Endelea kusikiliza Mseto Leo mpaka pale 2 kamili usiku.